Swala ya elimu sasa, mtazamaji, kutokana na upungufu wa ufadhili, wazazi sasa huenda wakaendelea kubeba mzigo na ongezeko wa kifedha, huku wakuu wa shule wakitoa tahadhari kuhusu kile wanachokitaja kwamba kuongezeka kwa mgogoro ufadhili katika sekta ya elimu nchini. Wanaonya kwamba upungufu unaoendelea wa mgao wa fedha unazidi kuzisukuma shule katika hali ngumu za kifedha, licha ya serikali kutoa ahadi za kuhakikisha kwamba fedha zinatolewa kwa wakati, kiasi kinachopelekea pia bado hakijatosheleza, na pia hivyo basi kuziacha taasisi hizo za elimu zikabiliwa na madeni yanayoongezeka kila siku, shughuli za uendeshaji zikidorora, pamoja pia na shinikizo la kuhamisha gharama zaidi kwa wazazi. Ann Musungu na ripoti zaidi. Wazazi huenda wakaendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi wa kifedha, huku shule zikihamisha ada za ziada na michango mingine kwa familia kutokana na serikali kuendelea kufadhili elimu ya msingi kwa kiwango cha chini. Kwa muhula miwili mfululizo, fedha zilitumwa siku chache kabla ya shule kufunguliwa. In the last 2 terms, we have sent capitation to school before schools opened. Something that has never happened in the last 40 years. Lakini wakuu wa shule wanasema kiwango kilichotolewa kiko chini ya matarajio, hali inayozua hofu mpya kuhusu uendeshaji wa shule na udhabiti wa kifedha. Wakuu wa shule pia wanasema wamepokea shilingi 4,481 pekee kwa kila mwanafunzi muhula huu wa pili, badala ya shilingi 6,673 zilizotarajiwa, ambazo ni 30% kamili ya mgao unaostahili. Upungufu huo umeibua malalamiko kutoka kwa wasimamizi wa shule ambao wanasema upungufu wa fedha hizo umefanya kuwa vigumu kuendeleza masomo, kulipa wasambazaji bidhaa na huduma, pamoja na kudumisha programu muhimu za shule. Hali kama hiyo ilijitokeza pia muhula wa kwanza. Ingawa fedha za ufadhili zilitolewa mapema, shule zinaripoti kupokea karibu nusu tu ya kiwango kilichotarajiwa, badala ya shilingi 11,122 kwa kila mwanafunzi zilizopaswa kutolewa chini ya mgao wa 50% wa muhula wa kwanza. Shule zilipokea 6,577 pekee. Mgogoro huo unaendelea kuwa mbaya zaidi chini ya mfumo wa sasa wa ufadhili ambao wakuu wa shule wanautaja kuwa hautoshelezi kabisa. Sasa wanapendekeza mfumo mpya wa ada ambapo mwanafunzi katika shule za kundi la C1 atalipa shilingi 73,182 kwa mwaka, shule zile za C2 na C3 shilingi 68,023, huku shule za C4 zikilipa shilingi 5,372 kulingana na gharama ya kila siku ya kuwahudumia mwanafunzi kwa mwaka. Ann Musungu, KTN, Nairobi.